subscribe, like Radio 360. Njia ni moja tu ambayo Simba anatakiwa kuifanya ni kuweza kumshambulia kwa nguvu na kwa kasi kubwa, na hilo Pamba nafikiri na Simba nafikiri hilo watalifanya kwa siku hii ya leo, lakini pia nafikiri Pamba watakuwa kwa makini zaidi katika eneo lake la ulinzi, watakaa zaidi nyuma kwa sababu wanajua ubora wa Simba ni mkubwa kuliko ubora wao. Yaani Simba na ubora mkubwa kuliko wao jinsi walivyo. Kwa hiyo tuna imani kwamba leo Pamba atakaa zaidi nyuma, lakini akiwa anamsubiri Simba kwa mfumo wa counter attack. Nafikiri atafunguka sana, lakini pia ukiachana tuna upinzani baina ya Simba na Pamba, lakini Pamba kwa siku za hivi karibuni ameonekana kuwa na performance nzuri na hata kwenye msimamo wa ligi yupo katika nafasi nzuri. Kwa hiyo leo hii tutegemee kuiona game nzuri. Tutaiona leo hii game ikiwa na kasi kubwa. Tukianza katika eneo la Simba kwenye eneo la kina Libasege, Anisetoula, Inoloemba, tutaona ni watu ambao watakuwa wanafanya straight sana, mbio sana kuweza kumshambulia Pamba. Lakini pia katika eneo la kiungo Simba alina viungo wengi katakuni tofauti na Pamba, kwa sababu viungo wa timu na maraja ya kati wengi wanakuwa ni viungo ambao ni wakatakuni. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu, lakini leo Simba anaweza kaondoka na ushindi kutokana na nguvu ambayo ameipata kutoka kwa pezani wao ambao jana waliweza kupata sare. Kwa hiyo Simba atapata ushindi kwa game leo na tabiri, lakini utakuwa ni ushindi mwembamba. Mimi nafikiri njia sahihi ambayo kuifanya ni kukaa katika mfumo wa low block, kwa sababu endapo atafunguka wataweza kufunga magoli mengi, kwa sababu wachezaji wa Simba ni wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, ni wachezaji ambao wametoka katika mataifa makubwa, timu kubwa. Kwa hiyo wana mbinu nzuri sana ya kuweza kukaba, wana mbinu sahihi kabisa kumzuia mpinzani, na wanapofika kwenye eneo la kushambulia basi wanakuwa ni beta zaidi. Kwa hiyo Pamba inabidi wakae katika mfumo wa low block ili waweze kuwafanya wale wachezaji wa Simba ambao wanatengeneza zile ranks wasiweze kutengeneza zile ranks kwa na mapana ya kukimbia. Lakini pia kwa Simba itabidi mechi leo pia warekebishe makosa yao ambao wanafanyaga siku zote, kwa sababu Simba imeonekana timu ambayo inatengeneza nafasi, lakini kwenye matumizi imekuwa kidogo ni changamoto. Wanatengeneza nafasi nyingi lakini wanashindwa kuzitumia. Tukilifaa kwenye game na Azam, Simba itengeneza nafasi lakini wanashindwa kuzitumia. Tukirudi kwenye game na Yanga, Simba ilipata nafasi wanashindwa kuzitumia. Kwa hiyo hii inaweza kapelekea Simba ikawa na wakati mgumu, lakini pia Simba ili iweze kuwa na momentum nzuri inabidi Simba ikiishi kipindi cha kwanza at least wamepata hata goli moja ili waweze kucheza bila pressure. Lakini endapo kwamba kipindi cha kwanza kikiisha bila ya wao kupata goli, itapelekea kipindi cha pili kwao kiwe kigumu zaidi. Tunaona hata mechi na Mtibwa ilivyokuwa, wali kipindi cha kwanza ilitoka sawa, lakini kipindi cha pili pia mambo kama magumu, mwisho siku mechi kaisha kwa sare. Tukiangalia mechi na Mtibwa, mechi nani huyu na Dodoma, mechi ilishafali kwa sababu kipindi cha pili mwisho siku akawa anacheza tu walikuwa wanacheza nje ya mfumo wao. Kwa hiyo Simba tunataka kufanya wao ni mechi kuimaliza toka kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza inabidi waanze kupata bao mapema.